Ni katika shamra za kuelekea maadhimisho ya siku ya utamaduni duniani, ambapo waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo amezindua rasmi nyumba ya makumbusho ya muziki asilia iliyopo maeneo ya Lebanon Brazza hapa visiwani Zanzibar. Makumbusho haya ya Disemei ni ya kwanza na ya aina yake hapa Zanzibar. Hii ni hatua nyingine kubwa kwa chuo chetu katika juhudi za kulinda urithi wa sanaa na utamaduni wetu. Ni ushahidi kuwa tunaweza kuthamini historia yetu huku tukifungua milango ya elimu, utafiti na ubunifu kwa dunia nzima. Makumbusho haya yatawahudumia wageni mbalimbali, wanafunzi wanaotafuta maarifa, watafiti wanaochunguza historia na maendeleo ya muziki na utamaduni wetu, pamoja na wageni kutoka ndani na nje ya nchi wanaotaka kufahamu Zanzibar kwa undani kiutamaduni, hasa muziki wa Zanzibar. Kupitia makumbusho haya, tunataka vijana wetu wajifunze kuwa utamaduni si jambo la zamani pekee, bali ni msingi wa utambulisho wetu na nguvu ya maendeleo yetu. Taifa lisilohifadhi utamaduni wake hupoteza sehemu ya historia yake. Hivyo, jukumu letu ni kuhakikisha kuwa urithi huu unaendelea kuishi. Tunatoa wito kwa jamii, taasisi, wasanii na wadau wote wa utamaduni kuendelea kushirikiana nasi katika kuhifadhi na kukuza hazina hii muhimu. Makumbusho haya ni yetu sote. Pamoja na mafanikio haya, chuo chetu kinapitia changamoto mbalimbali. Ukosefu wa jengo kwa ajili ya chuo. Ni miaka 25 sasa tangu kuanzishwa kwa chuo, kutoa mafunzo kwa wanafunzi zaidi ya 3,000, lakini mpaka leo hii tunahangaika kupata nyumba maalumu yenye nafasi kwa ajili ya madarasa, studio, maktaba na ukumbi wa maonyesho. Nyumba tulionayo kwa sasa ni ndogo, ina vyumba viwili vya kusomesha na gharama za uendeshaji ni kubwa. Asilimia kubwa ya wanafunzi wetu wanategemea msaada wa ada na sasa hatuna mfadhili wa kusaidia. Chuo kinajiendesha kwa kutegemea shughuli zake binafsi ambazo hazitoshelezi mahitaji kama kodi ya jengo na mishahara ya wafanyakazi. Jingine ambalo ningeomba kushaurini, najua mji Mkongwe ni mji mzuri sana, lakini kutokana na nafasi inawezekana msipate nafasi kubwa ya kuweka chuo ndani ya mji Mkongwe. Kwa si vibaya mkapata hata eneo la nje ya mji. Na hili lioneni ushahidi mmoja kwamba serikali zamani kwa tuna maofisi mengi yako ndani ya mji Mkongwe. Lakini sasa hivi ukiangalia unakuta serikali tumetoka kwa sababu huku kumeshakuwa makazi ya watu, kuna masuala ya utalii kwa wingi. Kwa hiyo hatuwezi sote kujikusanya huku. Kwa serikali imetoka inaelekea nje ya mji Mkongwe. Na tumefanikiwa kwa asilimia karibu ya 90+. Kuona kwamba tumetoka ndani ya maeneo haya na wizara nyingi ambazo zilikuweko huku basi zimeshaondoka kwa ajili ya kutoa nafasi kwa mambo mengine yaweze kuendelea, ikiwemo utalii, lakini na masuala mengine ambayo bado maisha ya watu yanaendelea. Kwa hiyo na nyinyi sasa hiyo fursa pia ikitokea basi pia nayo msiwache kutoka nje, na huku mtabaki na pale ambapo tayari mnapo basi pakaendelea kuwa mnapo na kama mnaendelea kutunza hilo. Naomba nimalizie jamani, nakushukuruni sana, na kwa pamoja basi nikuombeni sana Wazanzibari wenzangu wa Tanzania, tukiwa katika maadhimisho ya tamasha la utamaduni duniani, ni wajibu wetu katika kuona tunaendelea kulinda mila, silka na tamaduni zetu za Kitanzania. Kwa wale Wazanzibari wenzangu, make mila, silka na tamaduni zetu za Kizanzibari, kwa Watanzania wenzangu kulinda mila, silka na tamaduni zetu za Kitanzania. Tuna maadili yetu, tuna silka zetu, tuendelee kuzilinda, kuzidumisha, kuzitunza, kuzienzi. Tusiige ya watu. Waswahili hukwambia ama vijana wanasema iga ufe. Unaweza kuiga jambo kumbe lina madhara yake. Hawa wenzetu ambao wanayafanya wameshaona madhara yake, wanatusukumia sisi huku ili na sisi tuingie katika matatizo. Kwa hiyo nikuombeni sana, na hasa vijana, tuendelee kudumisha tamaduni zetu,
Kwa katika hili sasa, wizara zetu hizi, Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo ya Zanzibar na ya Tanzania, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tume ya Taifa ya UNESCO, Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, kwa kushirikiana na taasisi nyinginezo, kwa pamoja tunaendelea na maadhimisho haya ambayo tumeanza siku ya leo. Kesho tukijalia Mwenyezi Mungu tunaendelea, tutakuwa tuna ziara katika mkoa wa Kusini Unguja, tutaenda maeneo mbalimbali, Jambiani, Kizimkazi na kwingineko. Lakini siku ya Alhamisi itakuwa ndio kilele, tarehe 21 kama ilivyo, basi tutamalizia pale kwenye ukumbi wa Golden Tulip. Kwa nikuombeni sana kwa wale ambao mtabahatika kupata mialiko, muungane nasi. Najua hatuwezi kuja sote kwa sababu nafasi nazo ni chache, lakini kwa wale ambao mtakuwa mna nafasi, basi mjumuike nasi katika kuona tunaendelea kulinda na kutunza utamaduni wetu wa Tanzania.